Nasema Hotep Amenla. Buntu, Bantu na Waafrika ni watu sio nyani. Hii ni Pan-Africanism, kipindi ni fikra huru za Muafrika. Nimezoea kumuona Chief Chionda wa Chionda, lakini leo niko Koko de Koko, wanaita nyani mzee au Matuta Lekebulani, kiongozi wa fikra na mila na ustaarabu wa watu weusi, pia kiongozi wa hekalu jipya la Epet ya Suti. Sasa leo ninayo machache ambayo nataka nikueleze kutoka kule Nibiru, kutoka space, namna wenzetu wanavyotushangaa viumbe binadamu. Wenzetu wanatushangaa sana sisi viumbe binadamu. Wakati ninafanya ziara yangu, manake wengine ukiwaambia kufanya ziara huwa tunaondoka hapa na kurudi. Nisikilize kwa makini wewe, unayeletewa mafunuo, unayeletewa vitabu na hadithi za watu wengine kwamba mwanadamu akiondoka huwa harudi. Huwa tunakwenda na tunarudi. Labda nije nikupe tu hayo maarifa, huwa tunakwenda na kurudi kwa namna gani. Ziko njia nyingi sana za kuondoka na kwenda kufanya shughuli sehemu nyingine au kudhuru kwenye dimension nyingine. Kumbuke sisi tuko kwenye 3D dimension ya 3, lakini kuna dimension zaidi ya 8. Sasa ni namna gani huwa tunakwenda na kuendelea au kufanya shughuli nyingine na kurudi hapa element Earth ama ulimwengu wa dunia. Sasa wenzangu au wenzetu wanashangaa na waliniambia ya kwamba wapelekee ujumbe viumbe hawa, viumbe wenzako binadamu, ya kwamba tunashangaa sana kuona ya kwamba kiumbe huyu binadamu hawezi au hataki kuishi kwa amani kwenye dunia aliyopewa. Wanashangaa sana wenzetu. Wenzetu Anunnaki wanashangaa hichi kitu. Kwa nini mwanadamu amepewa sehemu yake, lakini sehemu hii mwanadamu imekuwa sehemu ya mapigano, imekuwa sehemu ya kumuua mwenzake, imekuwa sehemu ya vita, imekuwa sehemu ya ugomvi, imekuwa sehemu ya machafuko. Wanasema kiumbe mwanadamu bado uelewa na maarifa yake ndio kiumbe ambaye aliumbwa kwa udhaifu mkubwa sana. Aliumbwa kwa mapungufu makubwa sana kuliko hawa wenzetu, namna ambavyo walitengenezwa. Waliumbwa na muumbaji kwa gharama na nguvu kubwa, na mazidio waliotuzidi wametuzidi kwa asilimia nyingi zaidi ya hichi tulichokuwa nacho. Wanasema ya kwamba nyinyi mliumbwa mkiwa dhaifu. Kuna mambo ambayo hamyajui, hamyatambui hata ya muumba wenu aliyewaumba, creator of the all. Maana hapa tukizungumzia muumbaji, wengine wanafikiri muumbaji ni yule anayekaa kwenye mawingu, anaitwa creator of the all, muumbaji wa kila kitu. Wanasema ya kwamba mwanadamu amepoteza, kadri ya siku zinavyoelekea kwenda, anakwenda kuipoteza hii 3 dimension au hii dimension ya 3 dunia. Maana yake tayari wako wachache ambao wamejimilikisha dunia hii, wanafikiri ya kwamba wana uwezo wa kuwa peke yao, lakini pia wako wengine ambao wanatamani kuona dunia hii ni uwanja wa machafuko, kama ilivyokuwa vita zinazotengenezwa kwa sababu ya maslahi yao, zilivyokuwa machafuko kwa sababu ya maslahi yao. Magonjwa yanatengeneza kumuua binadamu. Wanashangaa sana kwa nini binadamu anamuua binadamu mwenzake, ili apate nini kwenye hii dimension ya 3? Kwa nini binadamu anatengeneza maradhi ili ampelekee mwenzake, anatengeneza nyuklia ili amuue mwenzake, anatengeneza njaa, anatengeneza madawa, anatengeneza na bidhaa nyingi ili amuondoe binadamu mwenzake kwenye hii dimension ya 3? Ni swali ambalo wakati niko Nibiru lilinipa wakati mgumu sana, na kama na wewe pia una uwezo wa kujiuliza swali hilo, sababu ya msingi ya sisi binadamu kumalizana wenyewe kwa wenyewe. Tuko tayari kutengeneza nyuklia ili tuiondoe dunia yetu, ili tuiondoe ardhi yetu. Tuko tayari kutengeneza magonjwa
ili tuwaue wengine. Tuko tayari kuwa katika nafasi fulani ili wengine wasiishi. Je, swali nililoulizwa na ndugu zetu hawa kutoka Nibiru Anunnaki, ya kwamba hii ni maana yake nini? Kuiharibu nyumba yenu wenyewe, mtakimbilia wapi na hamna nyumba nyingine? Je, nikuulize swali na wewe unayetutazama na kutufuatilia kupitia Fikra Huru za Mwafrika, nini malengo ya wewe kutaka kumuondoa mwenzako ili wewe ukaishi wapi? Hotebu. Amen.